Dr. Mwigulu, uteuzi wako umepitia ushindani mkubwa, na katika vigezo kadhaa umeibuka kuwa na sifa nyingi kidogo kuliko wengine ulioshindana nao, na vigezo vyote vilivyopimwa tumepima maeneo mbalimbali ya kuitumikia nchi hii, ya kulitumikia taifa hili. Kubwa zaidi ni wa kutumikia wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Narudia, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi zako na maelekezo yote yamo kwenye katiba, lakini nimekukabidhi vitabu vinavyoeleza majukumu yako na mambo yote ambayo unatakiwa kuyaangalia. Umepokea kijiti kutoka kwa Waziri Mkuu mstaafu ndugu yetu Mheshimiwa Kassim Majaliwa, ambaye amefanya kazi nzuri kufanikisha tunayotamba nayo leo. Tukitamba na ujenzi wa mashule, tukitamba na vituo vya afya, mahospitali ya kanda ya rufaa, kila tunachotamba nacho leo, yeye alikuwa nyuma yangu kuhakikisha yanakwenda vizuri. Kwa hiyo umepokea kijiti kutoka kwa mfanyakazi mzuri ambao sina shaka utafuata miguu yake na utaongeza pale unapohisi panahitaji kuongezwa nguvu. Hivyo tunakupongeza na kukutakia kila la heri katika utekelezaji wa majukumu yako mapya. Dr. Mwigulu, kama tulivyosema wakati wa kampeni na kama ilani yetu ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-2030 inavyosema, kuna mengi tumewaahidi wananchi. Kiangalia mambo yote na muda tulionao, muda ni mfinyo. Hivyo hatuna budi kuongeza kasi katika utendaji wetu. Wewe utakwenda kulisimamia baraza la mawaziri ambao nao wanaongoza sekta tofauti. Ni wajibu wako kuhakikisha kasi ya utekelezaji wa yale tuliyopanga inaongezwa ili tuweze kuyatimiza ndani ya muda mfupi. Lakini utekelezaji wa kazi zote hizo zinahitaji fedha, na wewe umetoka kwenye sekta ya fedha. Kwa muda wa miaka 5 umejua vichochoro vyote tulivyokuwa tukipita kutafuta fedha. Kwa hiyo utamsimamia atakayekaa kwenye nafasi yako ili naye aweze kupita kule tulikopita, fedha ipatikane na kazi ifanyike. Kwa hiyo kwa ufupi, una kazi kubwa sana, na leo baadaye nitakwenda kulifungua bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao nitaeleza yale yote ambayo tunatakiwa kuyafanya ndani ya kipindi hiki cha miaka 5. Kuna mengine uliyasema mwenyewe jana pokuwa bungeni, nilikusikiliza vizuri, na ni imani yangu kwamba hukuyasema tu, lakini una moyo wa dhati kuyasimamia yale yote. Kwa hiyo kama nilivyosema, tukutakie kazi njema. Mzigo huu si mdogo, na kwa umri wako, sijui Kassim aliingia akiwa na miaka mingapi, lakini kwa umri wako mzigo huu ni mkubwa. Kwa umri wako vishawishi ni vingi vya marafiki, ndugu, jamaa na wengine, vishawishi